Na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba Mungu wetu ni mwema na anatutunza. Na karibu katika somo letu zuri ambalo tunakwenda kulianza leo, linaloitwa ni vita ya toka tumboni. Na kabla sijaendelea, naomba nimshukuru Mungu pamoja na wewe. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya mtumishi wako anayekwenda kupokea ujumbe huu. Ninaomba ujumbe huu ukakomboe maisha yake. Mahali popote anakopitia vita yoyote, ukampiganie na kaone ushindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie kitu cha namna hii. Katika maisha tunayoishi, ni vizuri ukatambua ya kwamba ni matokeo ya vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa roho. Yaani mimi na wewe tunapoishi ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Kama umefanikiwa au hujafanikiwa, ujue ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Kuna mtu ambaye hajui kitu ninachokizungumza, ya kwamba katika maisha haya kitu cha kuchunguza na kuangalia kuliko vitu vingine vyovyote ni je, maisha yangu yanakwendaje? Yale matokeo unayoyaona kila inapoitwa leo, ukayaona asubuhi, ukayaona jioni, ukayaona mwezi huu na mwezi unaofuata, ni ishara ya kwamba ninapiga hatua ama sipigi hatua. Kama maisha yako kila inapoitwa leo unaona matokeo mabaya, unajua hapa kuna vita. Lakini kama maisha yako unaona kupiga hatua na kwenda mbele, hii inaonyesha kabisa ya kwamba kuna namna mkono wa Mungu unakushika, unakuvusha na kusonga mbele. Kwa hiyo katika maandiko tunadhibitishwa kuwa kuna vita ya toka tumboni. Na kama ushahidi, lazima nikupe maandiko ambayo yatakudhibitishia kitu cha namna hiyo. Na pia tambua ya kwamba upo ushindi pia na mafanikio ya toka tumboni. Kama kuna vita ya toka tumboni, kwamba mtu anaweza akafanikiwa toka tumboni, pia kuna vita ya kutoka tumboni, kwa maana ya maisha ya mtu kuangamia tangu tumboni. Na hapa napoenda kufundisha ndipo napotamani kila mmoja anisikilize kwa makini, maana kuna namna utaenda kuvuka kwa namna ya kipekee. Ni vizuri kama muombaji kukaa na kutulia. Je, vita yangu ina upana gani katika ulimwengu wa roho? Vita yangu ina upana gani katika damu ya ukoo? Katika familia yangu, mahali inapokaa, vita yangu ina upana kiasi gani? Unapojitengenezea tathmini ya namna hii, ujue kabisa ya kwamba hapo ndipo unaanza ile hatua ya ushindi. Na mimi nakuombea ushindi katika jina la Yesu Kristo. Mafanikio yetu yana upana gani katika damu ya familia au damu ya ukoo? Nakumbuka kama kuna eneo ambalo umefanikiwa, ni vizuri sasa ukaendelea kuomba na kuomba ulinzi wa Mungu, ili katika kufanikiwa kwako Mungu akupeleke viwango na viwango. Na hili ndilo ombi ninakwenda kukuombea katika jina la Yesu Kristo. Kuna vitu vya kuangalia, elimu yangu ina upana gani katika maisha yangu? Kuna vitu vya kuangalia kwamba katika familia yetu ninamiliki ama ninamilikiwa. Je, wewe ni mtu wa kumiliki au kuna vitu vinakumiliki? Kuna mtu mwingine maisha yake yote toka Januari mpaka Disemba atakwambia magonjwa ndio yananimiliki, shida ndio zinaambatana na mimi kila siku. Kila siku nimekuwa ni mtu hasara. Kila siku, kila ninachoanzisha lazima kife. Manake kuna namna ulimwengu wa giza unamiliki hatua zako za maisha. Niko mahali hapa kwenda kuomba na mtu mmoja kwamba kama kuna vita hiyo itakuachia katika jina la Yesu Kristo. Na tamani nisogee nikwambie hivi. Leo naomba nikupe mifano miwili mikubwa kimaandiko, na nitaanza na vita ya toka tumboni. Mwanzo 25 mstari wa 23. Maandiko yanasema, Bwana akamwambia, mataifa mawili yamo tumboni mwako, na kabila mbili za watu wako tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Hapa tunajifunza mambo kadhaa, na mimi nataka tuanze na jambo la kwanza. Jambo la kwanza la kujifunza ni hili hapa. Vita hii
ni ya mama mjamzito na watoto waliokuwa tumboni. Mama mjamzito na watoto waliokuwa tumboni, na mashindano yakaanza kutokea. Mashindano ambayo mama anajiuliza, kama kweli mimba ni hii, je, kuzaa kuna maana gani? Nazungumza na mtu hapa, na kabla sijaendelea, naomba nikuulize swali. Ulishawahi kubeba mimba na ile mimba ikawa ni ya majuto? Ile mimba ikawa ni ya mateso? Ile mimba ikawa na vita? Ile mimba ikakufikisha mahali pa kukata tamaa? Mimba inakufikisha mahali pa kutamka mambo mazito, mambo ambayo pengine ni ya kilio, maumivu, majeraha. Saa nyingine mimba unaibeba lakini inakuwa ni ya majuto. Tangu mwezi wa kwanza mpaka unajifungua, hujawahi kuona neema mahali popote. Natamani nikwambie hivi, mtumishi wa Mungu, ya kwamba unapopitia mazingira kama hayo, ujue ulichokibeba kinakwenda kupokea hicho ambacho unakipitia. Ndio maana wakati mwingine mama akifurahi na mtoto tumboni anafurahi. Mama akihuzunika na mtoto tumboni anahuzunika. Mama akicheza na mtoto anacheza. Ujue kabisa hivi vitu ni vitu ambavyo vinakwenda kwa pamoja. Sasa huyu mama amefika mahali ambapo amebeba ujauzito na mashindano yakaanza kutokea katika tumbo lake. Anasema ameichukia ile mimba kiasi cha kusema, je, kuzaa kuna maana gani kama vita ni hii? Kwa hiyo mpendwa, hizi ni ishara za mwanzo kabisa za kuonyesha kuna vita iko mahali. Mpendwa, kama historia ya Yesu iliandikwa, pia na historia yako lazima ujue kwamba nilitoka wapi, nilizaliwaje, ninaishije, vitu ulivyokutana navyo, vitu ulivyopitia. Inawezekana kabisa kuna vita yatoka tumboni unaipitia. Jambo la pili, katika tumbo kulikuwa na mataifa na kabila mbili za watu. Tumbo lilibeba hatima kubwa ya kivizazi. Ombea viuno vya tumbo la uzazi libebe baraka na sio mafanikio. Kabisa kabisa. Yule mama alibeba watoto wawili katika tumbo, na anasema kuna taifa, yani kuna mtu akizaliwa anazaliwa na hatima. Kuna mtu akizaliwa anazaliwa na baraka. Kuna mtu akizaliwa amebebeshwa vitu vikubwa kwa ajili ya vizazi vya baadaye. Sasa ni vizuri sana mama unapobeba ujauzito, mama unapobeba mimba, hakikisha ya kwamba unaombea sana tumbo lako la uzazi, unaombea uzao wako, ubebe cha kimungu na wala si cha adui. Ndio maana nilikwambia hapa mwanzo ya kwamba katika tumbo mmoja alipata kupiga hatua, lakini mwingine toka tumboni akawa kabisa amepotezwa katika mambo ya kihatima. Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, uhodari wa mtu, familia au ukoo unaanzia tangu tumboni. Maandiko tuliyosema yanasema kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili. Sasa jiulize wewe uko upande gani? Kwa sababu hapa ni watoto wako tumboni, hawajazaliwa, lakini tayari hatima zao zimeshaanza kujulikana, kwamba huyu mmoja toka tumboni atakuwa ni hodari kuliko mwingine. Kwa uhodari wa mtu unaanzia toka tumboni, lakini kushindwa kwa mtu pia kunaanzia toka tumboni. Nini nachotaka kuzungumza? Kuna mtu anasema, mtumishi wa Mungu, toka nimeanza mwaka mpaka hapa nilipo sijaona kitu chochote nimefanya. Kuna mtu mwingine anasema, nimefanya vingi na nimepata fedha, lakini sijajua zimeenda wapi. Mtu mwingine anasema, kila ninapojaribu kufanya kitu lazima kife. Ni kama kamba za mauti zimefunga maisha yako. Niko hapa nikaombe na mtu mmoja, niko hapa nikamtie moyo mtu mmoja, ya kwamba hii vita ikakuachie katika jina la Yesu Kristo. Na kama unasema amen, ningefurahi zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la nne, roho ya utumwa ilianzia toka tumboni. Maana yake ni hii, maandiko yanasema mkubwa atamtumikia mdogo. Kwa hiyo ile roho ya utumwa inaweza ikaanzia kwenye tumbo la mtu, kwamba mtu akawa mtumwa.
akawa mtumwa maisha yake yote, ukawa kila kinachoendelea kwenye maisha yako ni utumwa tu. Yani ukafika mali ukajichukia wewe mwenyewe, wale wanaokuzunguka wakakuchukia. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya utumwa unaotembea nao. Badala ya kumiliki na kutawala, wewe ukawa ni mtu wa kumilikiwa na kila aina ya mamlaka inayokuja kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Nataka nikwambie leo, kama kuna kitu cha kukataa ni roho ya utumwa katika jina la Yesu Kristo. Esau alizaliwa na utumwa mbaya akiwa kama kaka mtu, na alifika mali mpaka akauza haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Ni vita iliyokuwa toka tumboni. Kila kitu chake anakiachilia mbele ya macho yake kwa mikono yake mwenyewe na kwa ufahamu wake mwenyewe. Kuna watu wapendwa wamezaliwa katika hali hiyo na wamejikuta wako mali pabaya mno. Wamefika mali wamekata tamaa, mtu amejichukia kabisa, hajipendi tena. Lakini nataka nikwambie, niko mahali hapa kwenda kuomba na mtu mmoja, na huyu mtu anakwenda kuvuka katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Kwa hiyo ukishaona kila baya linaingilia maisha yako au linaambatana na familia yako, ujue kabisa kwamba kuna vita yatoka tumboni. Naomba tuangalie tena mfano mwingine, na ninaona mfano huu ukakusaidia kwa sababu nataka niangalie ile kuinuliwa toka tumboni. Kitabu kile cha Isaya 46 mstari wa 3. Isaya 46 na mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi: nisikilizeni enyi wa nyumba ya Yakobo, ninyi mlio mabaki ya nyumba ya Israeli, mliochukuliwa nami tangu tumboni, mlioinuliwa tangu tumboni. Yani hapa huyu mtu ameinuliwa tangu tumboni. Huyu mtu akizaliwa, mpendwa, hutaweza kushindana naye. Mtu aliyeinuliwa toka tumboni hutaweza kupambana naye, hutaweza kupambana naye hata siku moja. Mtu aliyeinuliwa toka tumboni, mtu aliyeinuliwa toka tumboni, hatua zake zote zinalindwa na Mungu. Mtu aliyeinuliwa toka tumboni anafunikwa na nguvu za Mungu. Mali popote anapoenda lazima afanikiwe. Chochote anachogusa lazima kifanikiwe, afanye kidogo au kikubwa. Tuliona watu ambao wamepita kwenye maisha magumu, na ni maisha mateso mno, kiasi kwamba watu hawa, hata watu walikuwa wanaangalia, hawaamini kama watakuja kuwa watu kati ya watu. Lakini nini cha furaha mpendwa, leo hii wamekuwa ni watu wakubwa, watu mashuhuri, watu ambao wanasimama kwenye nchi na dunia, na wakitamka neno dunia inasikia. Kwa nini? Ni kwa sababu toka misingi ya toka tumboni huyu mtu alishainuliwa. Na nakuombea kwa jina la Yesu Kristo, kama kuna vita yoyote unayopitia, vita yoyote ya toka tumboni, kumbuka maandiko yanatuambia kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za adui, na huyo adui ni adui Shetani. Sasa ninachotaka kukwambia ni hiki mpendwa, kwamba tunakwenda kuomba hata kama hiyo vita unaipitia. Yesu Kristo aliyekuja kubatilisha kila kazi ya adui, abatilishe kila kazi ya adui ambayo inatembea kwenye maisha yako, inayotembea kwenye kizazi chako, inayotembea kwenye uchumi wako, inayotembea kwenye tumbo la uzazi. Kuna mali umetamani kumiliki na kutawala, vitu haviendi. Hiyo vita ikuachie na Mungu ashuke akupiganie. Vita ni ya Bwana, yeye atakupigania. Anasema Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena, Bwana atawapigania, ninyi mtanyamaza kimya. Kuna kipindi adui anakufuatilia hatua kwa hatua, kila hatua zako, na yeye yupo, hakuachi ukapumua. Lakini kuna kipindi Mungu anaamua kubatilisha kila aina ya vita, na unabaki kwa ni mtu kati ya watu. Wakati huu na kwenda kukuombea katika jina la Yesu Kristo, na mkono wa Mungu ulio hodari utaenda kusimama pamoja na wewe. Na pale ambapo unapitia hii vita, ninaamini kabisa ya kwamba Mungu atakutetea na utaona kushinda katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikuombee mahali ulipo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye ananisikia saa hii.
Haijalishi Bwana alipita kwenye mapito gani, haijalishi vita yake anayopitia kwamba imesababishwa na nini, lakini tunajua kuna damu yako ya rehema, damu inayorehemu, damu inayosamehe. Damu hii ndio tunaiachilia kwenye maisha yake, familia yake, ukoo wake na kila alicho nacho, katika jina la Yesu Kristo. Kila vita anayopitia yatoka tumboni, hata kama ni kafara zilitolewa, hata kama ni matamko, hata kama ni matambiko, hata kama ni nguvu za giza, kwa jina la Yesu Kristo tunakwenda kuomba damu ya Yesu ikabatilishe, na vita yake ipite, vita yake iishe, vita yake ikome kwa jina la Yesu Kristo. Na mkono wako Mungu kasimame na mtumishi wako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mungu akubariki. Naitwa Jacob Mlawi. Karibu tena katika masomo yetu yanayofuatia. Somo hili linaendelea, kwa hiyo karibu sehemu ya pili, na Mungu akubariki, amen.